Kitakinige county nabo Uasin Gishu olegagonireki MCA nabo wadit nabo nganyile len got nige ngoten ngotuting nabo Tarbo Benjamin Atoi gondwe kibago mastani chikili serikali en mwat kile boisien boroinda nywan en oret ni loli nerni go egamba go sek ne itorchinge ka soldat nabo boisien ga bandap ta chebo serikali tab imoni en oret ni nyolo kacher na toi nerni go matko yan ke boisien gondwe kibago mastani nabo ne chikili serikali ko wech kaliet en emet en ga magole mawalutit ne chinge go mastani chikili serikali go ten kawe ki kainet president nabo imoni president William Ruto kosub kia county commander nabo Uasin Gishu Benjamin Mwate kotoma konyor logo yana gatukul nabo bike te gambaget en kanaset nabo Eldoret kabaten kayeror ine gole chaboti na fesega poliza kosullain boysiet nabo ripset nabo galiet en kanasoga en betut nabo karon. Mimi sijaona jambo la maana ambalo upinzani wanasema ya kwamba wanapigania. Kwa sababu agenda haiwezi kukua kusema ya kwamba rais anaenda muhula mmoja. Hiyo si agenda. Inakuwa ni vyema sana wanapotuambia kuwa wanataka rais aende muhula mmoja, watuambie sababu ni nini na nini na nini. Kwa sababu ukisimama tu na kusema sema one term, hiyo haitakuwa ni agenda ambayo itapeleka Kenya hii mbele. Hata na hivyo leo tukisema tunabadilisha kufika mwaka wa 2027, hata tukisema tunabadilisha rais, haimaanisha kwamba sasa tutakuwa tumepata jawabu ya taifa la Kenya. Nataka niseme ya kwamba wao wanaenda na njia mbaya. Hawaendi jinsi upinzani unafanywa kwa mujibu ya sheria. Hiyo jukumu ambayo wamechukua ni kutumia vijana wetu vibaya. Ni kutumia taifa la Kenya kukosesha watu amani, kupatia watu uadui. Na mimi nataka niseme nikiwa mmoja ya viongozi, hakuna jinsi kiongozi mwenye mipango mibaya ataweza kusaa matunda mazuri. Kumaanisha kuwa yale yote ambayo yanafanywa kupitia hawa wapinzani, kwa hiyo kupinga kwao ni kupinga kwa sababu ya uadui, kwa sababu ya ubinafsi wao. Hata hiyo maandamano ambayo inapangwa ya kesho tarehe 25, mimi nataka niseme ya kwamba mimi ni mmoja wa wale viongozi ambaye tunapinga hiyo maandamano, na sio kupinga tu, lakini tunapinga kwa haki, kwa sababu ya yale uchafu ambaye tumeona maandamano imetuletea kwa siku machache ambaye tumeona. Ikiwa kama maaskari wetu watatumiwa labda kwa sababu wao wanajua kisheria ya kwamba ni mpaka walinde watu, wanatumia hiyo nafasi kukandamiza maaskari, haitakuwa ni vyema. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kuwa ile maandamano ambao imepangwa ya kesho haina maana yoyote na haiwezi kusaidia taifa letu la Kenya. Jambo la maana hapa Kenya tuko na maafisa wa kutosha, tuko na maafisa wa upelelezi, tuko na viongozi ambao wanafuatilia masuala kama yale ambayo tuliweza kupata kupitia yule kijana ambaye tuliweza kumpoteza kwa kupitia kushikwa na mapolisi. Lakini sio kukuja kwa sababu ya kutumiwa kisiasa. Kwa hivyo sioni maana ya kusema maandamano, na hiyo sio maandamano. Hiyo ni kutumia jina maandamano, lakini